Okay, salamu alaikum ndugu wasikilizaji. Mimi majina yangu naitwa Ndukusali Mganga. Nataka kuianzia kwa hii mambo ambayo yanatuhusu hapa Kenya, kisha baadaye niende Afrika Mashariki na malizie na mambo ya Afrika Kusini ama Afrika wote kwa jumla. Wacha niguzie mambo ya hapa Kenya. Hapa Kenya tuna matatizo kwa sababu 2022 tulichagua dikteta, tukarudisha ile mambo ya ukoloni mambo leo, ile ambayo alikuwa anafanya na dikteta ambaye aliyekuwa wa kwanza aliyoingia katika utawala 1978 mpaka 2002, ambaye alikuwa anaitwa Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi. Ule ambaye alikuwa anakanyanga watu kufanya mambo ya kiolela olela, mambo ambayo alikuwa yavinya watu. Watu wale ambao walikuwa wanashirikiana naye hapo awali, wale ambao alikuwa anawatumia kama goons, wale alikuwa anawatumia kama watu wa kuadopt watu, kuchinja watu, kufanya mambo isiyofaa, ambao alikuwa wanaitwa YK92. Sahi baadhi yao ndio weko katika utawala. Na nikiangalia ukweli mambo inarudi kama vile ambayo ilikuwa hapo awali mpaka 1980s na 1990s. Kwa sababu unasikia bado watu wamepotea, unasikia watu fulani wameuawa, unasikia watu wengine ambao wamepatikana halaiki ya watu ambao wamesikwa pamoja. Mambo kama hayo tumeyafanya mpaka sasa tumefikia kiwango ile ambayo ilikuwa nafanya 1992, ile ambaye ilibidi tuungane si wote na kutafuta njia vile ambayo tunaweza kujiokoa kwa hiyo kisumkuti. Wakati huu tumeunganisha kitu ambaye inaitwa Linda Mwananchi. Linda Mwananchi ambaye anaongozwa na kijana mdogo ule ambaye yako na maono ya Kenya, ule ambaye yako na mambo ya vile ambaye Kenya inaweza change, ambaye ilikuwa ni first time kuwa na kijana mdogo ambaye yako na vision and mission ya change the country kutoka kwa ukoloni mamboleo mpaka economic revolution. Baadhi ya watu wale ambao wako nao wamekuwa kama vile ambaye alikuwa Simon Peter wakati wa Yesu Kristo. Hiyo kama baadhi yao kama Mheshimiwa Babu Owino amekuwa msaliti katika hii mambo. Kwa sababu sasa hii ana complain, anasema kwamba amenyimwa nafasi ya kuongea, ila ile kitu ambayo anamsumbua ni vitu ambayo inakuwa utoto wa hali ya juu sana. Kama mimi mwenyewe ukienda kutembea kwa nyumba yangu na niambia watoto mkae pale kando kuna wageni. Kukaeni kando tu kidogo kuna wageni na nataka nikaribishe wageni na wasikize vile ambayo wageni wanasema. Hiyo siku maana kama mtoto wangu nimemteka katika hiyo mboma. Mimi nimeshindwa za Mheshimiwa Babu Owino, ule ambaye tulikuwa na mheshimu bunge hapa Nairobi, mahali ambapo ni cosmopolitan. Tulikuwa na kuheshimu kwa hali ya juu. Kama unaweza kasishwa na kuambiwa tu kidogo kuna protocol. Mwenye kuambia kuna protocol ni governor na wewe mwenyewe unataka kuwa governor. Ule ambaye anaweza kuambia wakati ambao unataka kuwa governor unastahili kufanya namna hii ndio uweze kusaidia kuwa governor kwa sababu amepitia kwa hiyo kipindi. Jamani, hapo makosa iko wapi? Alafu unapiga kelele mpaka unatuma watu wako wanapiga kelele kila mahali. Inakuwa kama ni issue kubwa, issue ndogo ile ambaye inaweza kuwa kwa nyumba yako mtoto amenyamba. Unaweza kuwa kama hiyo ni issue muongee tu the whole day. Hiyo ni kumaanisha how stupid you are. Tafadhali nimesema hivi. Tuheshimiane, na kama wewe unataka kurudi uingiane na Kasongo au nyimwi. Kuna wakati Yesu Kristo alifika akamwambia Simon Peter niondokee shetani. Kwa hivyo Bwana Sifuna, ikiwa kama Babu Owino atakuwa ni burden katika movement, basi unastahili kumwambia kama Simon Peter fanya hivi niondokee shetani, kwa sababu sasa umekuwa another obstacle. Haiwezi kuwa kama si wote tunaongea kila wakati tunazungumzia mambo ile ambayo tunazungumzia tunarudia ile ambayo tulikuwa tunafanya, unatafuta maneno, mimi nataka kuwa kiongozi, nimetengeneza chama, nataka uwe leader hiyo chama. Hiyo ni kuonyesha kwamba si hatujielewi nini ambayo tunafanya. Kwa hivyo katika movement ya Linda Mwananchi nadhania hiyo ndio kifagio ya kufagia hiyo uchafu wote ambao wamenjaa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo watu wale ambao wanaona kwamba imekuwa obstacle na imekuwa shida katika hiyo Linda Mwananchi, tafadhali ikiwamo Babu Owino, ukiona kama inakusumbua sana, si lazima tushirikiane na wewe. Unaweza kaa kando na si tuendelee, na si hatutashinda kuendelea. Hawa mandugu zako wengi 90% ya mandugu zako wanasema wako katika broad based. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe kama unataka kuingia kwa hiyo broad based, hakuna mtu ambaye atakunyima, atakwambia wewe nenda na ukae kando. Sioni kwamba kama mkutano ikifanyika mahali ambayo kunaitwa Mbogoma, mahali ambayo Sifuna ametokea, umeona imekuwa kazi ngumu sana, na mpaka inakukera, mpaka unaongea mambo chungu zima. Mheshimiwa,
Nikiangalia sana nakumbuka ni kama mlikuwa mmefanya mkutano Kisumu. Na ikiwa mmefanya mkutano Kisumu, ilikuwa na Kisumukuti na mambo mengi ambaye hatutaki kusema, lakini hiyo yote haikuzungumziwa. Lakini wewe sasa unazungumza, je, kama ungekuwa wewe ni Ososi ambao amechapwa kama vile Ososi amechapwa huko, wewe ungechapwa hapo nini mahali ambaye kunaitwa juko mahali ambaye Bwana Sifuna alikuwa hapo Bungoma, jamani, ingekuwa namna gani? Kama wao napiga kelele kwamba mimi nilinyimwa nafasi ya kuongea, na nikuambiwa tu tafadhali, kuna protocol, si lazima ukaribishe Sifuna. Ni nini ambao umeona kwamba imekuwa ngumu mpaka unapiga kelele? Kila mtu wote anaelewa kwamba ati ni kama ulinyimwa nafasi na unatupa mkono mbele ya watu. Hiyo ni kukosa heshima mbele ya watu. Si ndio tumewaweka hapo, si kwamba nyinyi ndio mmejiweka hapo, na si kwamba kuna kitu yote ambao mnatulipanga ndio tuendelee kumomba lazima mambo kana namna hiyo. Kama wewe mwenyewe unaona kwamba kama imekuwa shida, tafadhali toka na uende ukaa na mandugu zako hapo Mambei. Kwani kuna shida gani? Ina maana kwamba wewe ukitoka inaweza zuia nini? Minus you tunaweza songa. Nikuambia ukweli Babu Owino. Minus you the movement inaendelea with or without you. Kwa hivyo wacha kujipatia kiburi mingi na unasema hivi. Sisi wenyewe ndio tunasema kwamba unafaa kuwa governor. Na tunaweza sema hata utakuwa, na tuzuie to make sure kwamba utakuwa. Kwanza furthermore, mahali ambao wamesimama mbunge, walio wengi ni wale ambao si wa kabila yako. Hii ambao unajigamba kila wakati huu, mimi nimeingia mbunge huu, nimefanya kazi mingi. Ni kazi gani ambayo umefanya sana? Ile ambayo unaweza kujiambia na sana. Ile kitu ambayo tunataka change of the country, si story nyingi. Na kama wewe mwenyewe ukiambiwa kaa kando kidogo kuna protocol, hiyo kitu inaweza kuuzi mpaka unashindwa kupiga kelele, basi toka. Si kwamba tunashindwa kibembelezo kiambia kila wakati ati huu nataka kukaa. Hiyo kwetu make sense. Nikuambia mheshimiwa, na mimi nakuambia frankly, hakuna kitu ambacho natupatianga. Ni nini ambayo amekutuita kwa tupatia? Tunataka kuzungumza kwamba wewe unafaa. Kuweka kama ndugu yetu, na ili uweze kutuongoza, kwa sababu hatuwezi kuongoza sisi wote at once. Kwa hivyo heshima kuwa naye mheshimiwa, na uwe na kitu ambayo inaitwa adabu, ndio uwe kama uelewe kwamba tunaenda namna gani. Kila mboma inakuanga na adabu, na lazima tupeane heshima. Ni lazima kuwa na protocol, na kama utaki protocol, kaa kando na sisi, wacha sisi tusonge. With or without you tunaweza songa na tunaweza fanya mambo minus you. Na furthermore, unaweza kuwa wewe ni moral katika movement ya Linda Mwananchi. Si kwamba tunadhania kwamba wewe ni mtu so special kiwango kwamba atutatuweka kuwa kama sisi wenyewe hauna ndosari. Tunajua una ndosari mingi, kwanza hata mingi ambayo tunaweza sema, lakini hiyo sisi ya siku ya leo tunaweza sema siku nyingine. Kama una mdomo hiyo mwingi, utapatana mdomo. Uelewe kwamba tuongopi wala hatustikishi kwa sababu yako. Neno la pili, nimeona watu wengi wakipiga kelele kuhusu watu wa mlima sio wamefanya nini, lakini nataka kuambia Mheshimiwa Kasongo akae akijua kwamba Kenya imekuwa locked. Ukweli wa mambo, in Cumberland si tunakaa kama mbuzi. Kiongozi anakaa nyuma, wananchi wanakaa mbele kama una habari. Kwa hivyo wite ama usiite Kalonzo make sense, nikwambia ukweli. Na kama unajaribu, nenda uulize Uhuru. Ni hapa karibu mahali ambaye less than 10 kilometers kutoka mahali ambaye Machakos zimeanzia. Na watu wa Machakos wako mpatia Uhuru. Kwa hivyo wewe pende usipende, hakuna siku ndugu yangu utaona Wakamba ati wako nyuma yako. Milele amina. Nikwambia hata Yesu akuje na aende tena, nikwambia ukweli hatutashirikiana na wewe. Kwa sababu kitu ya kwanza hatuoni kitu chochote ambacho anaweza kutusaidia. Hii kusema kwamba kutembea kwetu ni kama vile ambao unaweza kuwa umepiga pilau na uitie mbuzi. Nikwambia ukweli, mbuzi haitajua kama umetengeneza pilau na umeweka viungo. Iwezi jua. Kwa hivyo sisi, hata wewe uongozi wako kwetu means nothing. Kwa sababu hatujaiona chochote ambao amefanya. Wakati ile ambao ulichaguliwa kama president na ukaingia status kama president, amini usiamini, Thwake Dam ilizimama kutoka wakati huo. Ni nini ambao utatuambia? Ni barabara gani ambao umetengeneza Cumberland? Utuambie nini? Ni nini ambao unaweza kutuambia? Ulienda pale ukaenda kueleza nini ya what less than 3000. Ya stadium ya watu less than 3000. Ni ndogo kuliko nini kiwanja ya watu wa Moi Primary. Alafu unatuambia tumetengeneza stadium. Ilikuwa ya kazi gani? Hii inaanza pigia mboli nani? Kusema ile kweli. Unaanza kutupatia sample ya stadium. Alafu kisha baadaye unatuambia tunataka kushirikiana na Wakamba. Tukienda wewe na wewe wapi? Kwanza kabla hujaanza kufikiria mambo ya Kamba, fikiria mambo ya watu wa Mbaringo ambao wanakula mizizi. Ndio kisha baadaye fikiria mambo ya Kamba. Point ya pili,
In Cumberland ni locked. In Mount Kenya as a whole, north, south, west and east ni locked. Hapo hakuna watu. Nikuambia kweli, usipoteze time. Western imekuwa locked. Na Sifuna natembea na hao wengine. Hiyo imekuwa locked. Tuamka Coast hao wamekuwa locked na wamejionea na macho yako ya nyama. Hapa Nairobi hata wewe mwenyewe unajua unakula. Hebu niambie ni nini ambayo utakayotuambia tuweze kupata. Ndiposa nilikuambia Mheshimiwa Ruto, bila ubaya hata ukipata 2 million only, bro nakwambia ukweli, nitakupeleka kotini utuhesabie, kwa sababu voting is not an event, it's a process. Ni lazima tueleze hapo kutupata ngapi, hapo ulipata ngapi, ndio tucombine ikuje hiyo kiwango ambayo unatuambia. Kwa hivyo hiyo story ambayo wanadanganya wale obtainers by false pretense, wale wanakuja kuobtain pesa hapo kwako, wanakuja saa 10 ya usiku, hiyo ndio utajua hiyo ni nonsense. Hakuna kitu ambacho alikuwa anaongea. Point ya mwisho, watu wa South Africa, mimi nasikia watu wengi wa complain kwamba wamefanya makosa. Mimi nikiangalia Biblia takatifu inasema kwenye kitabu ya Mathayo 15:21 inasema sikutuma ila kondoo waliopotea ya nyumba ya Israeli. Mpaka Yesu mwenyewe akaulizwa, na kwa kweli wewe usaidie mama Msamaria, akasema sio vizuri kuchukua mkate wa mwana na upatie mtoto na upatie mbwa. Hebu niambie wewe, kama wewe ni South Africa na wewe uwe kama chakula ambaye ya watu wa South Africa unawapatia watu wengine kama Samaria na Israeli, unaona bila ambaye ameshikana kama matako mawili, matako hii pande hii left na right, bila ambaye ameshikana. Alafu niambie Yesu mwenyewe mwana wa Mungu aliwaambia kwamba sio vizuri kuchukua mkate wa mwana na kupatia umbwa. Akasema umbwa ni hao wa Samaria. Je, watu wa South Africa ndio wanataka chakula yao ipewe umbwa kabla mjapewa? Kama hapa Kenya si wenyewe tunalala njaa, tunatembea na mguu kwa sababu mafuta yamekuwa bei ghali. Alafu unaniambia vile ambavyo ninaona hapo watu wa kutoka Rwanda, watu wengine kutoka Burundi, wengine kutoka Uganda wamesababisha nini mahali ambapo tulikokuwa tunafanya mjengo la 700 sasa tunalipwa 250. 250 unga ni 200 na mjengo ni 250. Kwa nini usiwaambie basi nendeni nyumba yetu, kwenu nyumbani, nyumba yetu tuweke in order? Hata wewe kama Mwafrika unaelewa kwamba haiwezekani uwe kama unakuja kwangu asubuhi na mapema kabla bibi yangu mke wangu hajafagia nyumba, upate mavi ya watoto hapo kwa sitting room na vitu zingine ambaye huko expect. Ukuta hata zingine chupi ya bibi yangu amekelea juu ya kiti. Hiyo ni ujinga. Kwa hivyo sasa ile kitu ambaye watu wa South Africa wana makosa, wanawaambia tokeni kwanza tuweke nyumba in order, alafu kisha baadaye mrudi. Hawanyimi. Kwa hivyo wale ambao wanashindwa kuyumba huko South Africa wamekosea, hiyo ni yao. Kama vile ambaye in 2027 tunataka kuweka nyumba in order. Na ndiposa namwambia Babu Owino na wale ambao wanataka kurudi, hata kama Kalonzo anataka kurudi kwa sababu hata amenyama sana, arudi hata yeye. Nikwambie kweli, but without him tutasonga. Kwa sababu hii ni jambo ambalo kila mtu wote anajua, na mnajua vizuri kwamba siku ya mtoto wa kutoka kwa tumbo, hata mamake awe na corona ama malaria ama ukimwi, amini usiamini atatoka siku hiyo na hawezi kuahirisha. Kwa hivyo ndugu zanguni, ile kitu ambayo iliyoko movement ni moja tu in this country, ile ambayo najua inataka kukomboa Kenya, na wale ambao wanataka kukaa kando wa join, but nataka kuasure kwamba with or without you tasonga. Na wakati ile ambayo atakayokuwa tukifanya, amini usiamini, tukifagia uchafu, tafagia yote mpaka ya watoto, ya mbwa, ya kuku, tunafagia yote. Kwa sababu uchafu ni uchafu. A friend of your enemy. A friend of your enemy is your enemy. Kama wewe ni rafiki ya Kasongo, hata wewe tutakufagia naye. Mungu abariki Kenya, asanteni.